Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. Tumeanza kipindi cha Majilio. Ni mwaka mwingine mpya, mwaka wa liturujia ya kanisa. Tumekuwa katika mwaka cha ama mwaka C, mwaka wa kanisa, tangu mwaka uliopita kuanzia kipindi cha Majilio juma la kwanza mpaka sasa hivi tunapoanza mwaka mwingine wa kanisa. Utatambua kwamba mwaka A, katika siku za Jumapili tumekuwa tukisoma kutoka kwa kitabu ama Injili ya Luka, na sasa kwa mwaka huu tunasoma kutoka kwa Injili ya Mathayo. Kwa hivyo mwaka wote mzima, mwaka A, tumekuwa tukisoma kutoka kwa Injili ya Luka siku za Jumapili, isipokuwa wakati wa kipindi cha Pasaka, ambapo twasoma sana kutoka kwa Injili ya Yohane. Na kwa hivyo tunapoanza kipindi hiki cha Majilio na tunapoanza mwaka huu mpya, ni nafasi ya kipekee tunaopewa na kanisa, nafasi ya kutafakari ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na sio ujio tu wa Bwana wetu Yesu Kristo, tutafakari pia uwepo wa Bwana wetu Yesu Kristo kati yetu. Maana tutafakari uwepo wa Bwana wetu Yesu Kristo, maana daima yu pamoja nasi. Yu pamoja nasi kupitia kwa neno lake, yu pamoja nasi kupitia kwa Ekaristi Takatifu, yu pamoja nasi katika ndugu na dada zetu, katika kila mmoja wetu, na hasa katika walio wahitaji zaidi. Twamuona Bwana wetu Yesu Kristo aliyesema, mnapotenda mema ama yale mliowatendea kadiri ya hao walio wadogo, mwanitendea mimi. Kwa hivyo Bwana wetu Yesu Kristo daima yu pamoja nasi. Na kwa hivyo kipindi hiki cha Majilio ni kipindi cha kutambua ukweli huo. Ni kipindi cha kutafakari na kumtafuta Bwana wetu Yesu Kristo daima katika maisha yetu, katika mienendo yetu na katika ndugu na dada zetu, kumsikiliza katika neno lake, na hata tunaposhiriki kwa Ekaristi Takatifu tutambua ujio wake ndani mwetu kwa njia ya kipekee sana. Pia twagoja kipindi cha Majilio ni kipindi cha kugoja. Na kwa kawaida katika maisha kuna kugoja kwa kila namna. Mama mjamzito hugoja kwa matumaini makubwa sana siku itakapofika ajifungue mwanawe. Na kwa hivyo twagoja pia na mama Bikira Maria kujifungua kwake mtoto Yesu wakati wa Krismasi. Pia tuna wanafunzi wamefanya mitihani hivi majuzi, wale wa Kepsea, Kejesea na hata wale wa kidato cha 4 ambao walikuwa wajiandaa na kufanya mitihani. Wakati huu wako katika hali ya kugoja, wanagoja matokeo ya mitihani yao. Na kwa hivyo kila wakati daima tuna nafasi za kugoja. Hata mkulima anapopanda chakula chake anakuwa na nafasi ya kugoja. Mfanyi biashara anaponunua bidhaa zake anagoja wanunuzi. Na vile vile hata wana wa Israeli walikuwa na nafasi nyingi za kugoja. Wana wa Israeli wakiwa Misri, iliwabidi kugoja kwa muda wa miaka 400, kugoja uhuru wao, kutolewa kwao katika utumwa wa Misri. Na hata Abrahamu alipoahidiwa kwamba atampata mwana, ilichukua miaka mingi. Katika uzee wake ndipo alipompata mtoto Isaka.
Na kwa hivyo daima twagoja. Wakati mwingine twachoka kugoja, wakati mwingine twaona jambo hilo la kugoja kama si jambo jema na tunakosa uvumilivu na subira. Lakini daima Mungu atufunza kugoja. Na kwa hivyo wakati huu ni wakati wa kugoja ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo, kuzaliwa kwake na kujikumbusha kuja kwake duniani wakati wa Krismasi. Pia twagoja ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo atakapokuja tena, maana aliahidi kwamba atakuja tena. Na hata katika fumbo la imani huwa twasema Kristo alikufa, Kristo alifufuka na atakuja tena. Na kwa hivyo twagoja hata kuja huko kwake. Na basi tunapogoja katika kipindi hiki cha majuma haya manne, tunakumbushwa na neno la Mungu. Tunakumbushwa kujitahidi kumwendea na kumrudia Bwana, kumpa Mungu nafasi ndani ya mioyo yetu. Nabii Isaya atueleza huyo Masia ajaye ni Masia aletaye amani katika dunia, hivi kwamba watu watabadilisha mapanga yao, the swords, na zitakuwa majembe. Majembe ya kufanyia kazi, sio mapanga ya vita. Na mikuki yao wataibadilisha kuwa mapanga ya kufanyia kazi. Na kwa hivyo Nabii Isaya atuonyesha kwamba Masia ni Masia wa amani. Yeye atuleteaye amani, na ambaye awakaribisha watu wote waweze kumjongea, kuujongea mlima wake. Na mlima huu unatajwa kuwa Yerusalemu, mahali ambapo watu watakiwa sasa kwenda kwa ajili ya kuhiji, kwenda kwa ajili ya wema wa Mungu. Na kwa hivyo Nabii Isaya apaonyesha kama mahali palipoinuliwa kama mlima wa Bwana, na anatualika sote kunyanyuka, kukwea na kuendea huo mlima wa Bwana. Tutauendea mlima upi katika maisha yetu ya kiroho? Ni kunyanyuka katika hali ya kiroho, kuondokea dhambi, kuondokea mambo ya ukawaida, kuondokea uzembe wa kiroho, na kuinuka na kumwendea Bwana wetu, kuondokea hata uoga, ili tukaweze kumkaribia Mungu wetu. Na kwa hivyo sote pia twaalikwa kama Nabii Isaya anavyoalika watu wanyanyuke, wainuke na kuendea mlima wa Bwana. Kipindi hiki cha Majilio ni kipindi cha sote kunyanyuka, kuinuka na kuukwea mlima wa kiroho, mlima wake Bwana, tukapate wema na amani ya Mungu wetu. Wakati mmoja kuna mwalimu mmoja akiwa darasani aliwaambia wanafunzi wake, hebu fikiria uko katika ndoto na umejipata katika msitu ambao ni msitu mkubwa sana. Kila unapotembea waona ni kama kuna giza kwa sababu hauoni vizuri. Na unapotembea katika msitu huo, kule mbele uone nyati ambaye yuko kichakani. Na huyo nyati amekuona na kwa hivyo anacharge, ni kama anataka kukujia. Na unapotazama nyuma kwenye unataka kukimbilia, kuna simba. Simba naye amekuwa akikufuata polepole, anagojea tu nafasi kidogo apate kukushambulia. Unapotizama kwenye miti kwenye wataka kukimbilia, kuna chui. Chui naye amekuona, naye anagojea wakati wowote tu
akurukie. Unapoangalia upande mwingine kwenye miti, waona kumejaa nyoka. Nyoka wamejaa. Na wakati huo washikia pia fisi na kile kicheko chao. Ni kama wanakuchekelea. Kwa hivyo mwalimu akawauliza wanafunzi, kama ni wewe utafanya nini? Umejiuliza hata wewe utafanya nini? Hatari zimekukondolea macho pande zote. Basi wanafunzi wakawa na majibu tofauti, na mtoto mmoja mdogo ndiye aliinua mkono akamwambia mwalimu, nikiona hiyo hatari yote mimi nitaamka. God is good. Kumbuka uko katika ndoto. Ni ndoto. Kwa hivyo huyu mwanafunzi, huyu mdogo, alimwambia mwalimu, badala ya nishambuliwe na niwe na stress ya haya mambo yote, mimi nitafanya nini? Nitaamka. Leo Mtakatifu Paulo anatuambia ni wakati wa kuamka. Ni wakati wa kuamka na kutupilia mbali mambo ya giza. Sio kuamka katika ndoto, ni kuamka katika mambo ya kiroho. Ni kuamka katika hali ya kushikana na Mungu wetu zaidi na zaidi. Ni wakati wa kuamka kutoka katika usingizi wa kiroho, uzembe wa kiroho. Ni wakati wa kuamka katika mambo ya ukweli, mambo ya haki, mambo ya upendo, mambo ya msamaha na maridhiano. Na kwa hivyo ni mambo yapi ya giza twapaswa kuyatupilia mbali? Kila mmoja wetu katika kipindi hiki cha maadilio twapaswa kujirudia na kujiuliza, ni yapi yaliyo ya giza ambao napaswa kuyatupilia mbali? Tunajua wakati wa giza mambo mengi mabaya hutendeka. Wizi mara nyingi watendeka usiku. Mambo ya mauaji mara nyingi yatendeka usiku. Mambo ya utekaji nyara, wakati mwingine mambo ya ubakaji, hata uchawi. Watu wengi hufanya mambo yao ya uchawi na mazingaombwe huyafanya usiku. Hata kuna mwimbaji mmoja aliimba akasema anawashangaa watu, anashangaa. Mambo yao mengi wanafanya nini wakati wa usiku. Kwa hivyo Mtakatifu Paulo anatukumbusha, anatuambia ni wakati wa kuamka kutoka katika usingizi. Maana mchana na nuru imefika. Nuru ya Kristo yatuangaza. Na hivyo yatubidi kuamka kutoka kwa usingizi wa kiroho. Mambo yote ambayo labda yaweza kuwa ni mambo ya giza, mambo ambayo hayalingani na mapenzi ya Mungu wetu, tukayatupilie mbali. Tuyatupilie mbali na kumkaribia huyu Kristo ambaye ni nuru yetu, ambaye twamgoja kwa hamu na twagoja ujio wake. Na ili tukaweze kuwa katika hali hiyo ya wema wa Mungu wetu na kuwa tuko macho, tumeamka kutoka kwa usingizi, Yesu naye atuambia kesheni. Atuambia tukeshe, tusiwe kama watu wa wakati wa Nuhu. Wao waliendelea na ukawaida wa maisha. Walifanya biashara, walikula, walikunywa, walioa na kuolewa. Anapotaja haya Yesu anasema ni mambo ya kawaida tu. Waliendelea na mambo ya kawaida. Hawakushughulika wakati huyu Nuhu alipokuwa anawaalika kuweza kumkaribia Mungu na kuongoka. Na kwa hivyo gharika ilikuja ghafla bin vu, na wakajipata wote wamegharifishwa na kufagiliwa mbali.
Yesu atuonya. Ndiyo, hata tunapoendelea katika ukawaida wa maisha yetu, biashara zetu, maisha yetu ya familia, kujitafutia riziki, tusisahau la kumgoja Bwana, la kuwa tayari. Na anatuambia tukeshe tunapomgoja, tuwe kama mwenye nyumba ambaye angelifahamu saa zile mwizi atakuja kwa nyumba yake. Angekaa imara na kujiami, ili mwizi anapokuja hataacha nyumba yake ipate kuvunjwa. Nyumba zetu ni roho zetu, na yatupasa kuwa tayari kujiami na neno la Mungu, kujiami na sakramenti za kanisa, kujiami na utendaji wa mambo yaliyo ya maadili, na ili tusiwe kama watu hao wa wakati wa Nuhu. Na kwa hivyo mwaliko wa Bwana wetu Yesu Kristo ni kuwa tayari kukesha. Kukesha hapa hakumaanishi kuwa kwa kesha zile ambazo twazifahamu, lakini ni kuwa tayari wakati wote, saa zote. Si kwamba tutaacha shughuli zetu za kila siku na kukesha, kubakia kanisani, la sivyo. Lakini kuwa wakati wote wajuana na Mungu wako. Una muda wako ambao umetenga wa sala. Una muda wako ambao umetenga wa kusoma neno la Mungu. Una nafasi yako ambao umetenga ya kutafakari, meditation, kutafakari mambo ya Mungu na kusoma hata vitabu vya kiroho. Na kwa hivyo tunapoanza juma hili, Bwana wetu Yesu Kristo atualika kuwa tayari kukesha na kuweza kumgoja anapokuja, na ili wakati ajapo tukamkaribisha kwa furaha na kwa amani ambao atatujalia tukapate siku zote kuendelea mbele kuishi kadiri ya mapenzi ya Mungu wetu. Tunapoanza kipindi hiki cha Majilio, kama tulivyoona, watu na mishumaa mitano ambao huwa iko kwa shanda hili. Shanda hili, kila kitu katika kanisa huwa kina maana. Tunaona hili shanda hili huundwa kwa muundo wa mviringo, na shanda lenyewe huwa nasimamia upendo wa Kristo ulio mkamilifu, upendo ambao hauna mwisho, ambao Bwana wetu Yesu Kristo alitupenda nao hata akajitoa kuja ulimwenguni ili kutukomboa. Shanda hili pia hutengenezwa kwa kijani kibichi, matawi ya kijani kibichi, na majani hayo ya kijani kibichi husimamia uhai, husimamia maisha ambao twapata kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Halafu tuna mshumaa huu wa kwanza ambao tumeuasha leo, ni mshumaa wa zambarau ama rangi kama hii. Mshumaa wa papo ambao husimamia, mshumaa huu wa kwanza husimamia matumaini hasa ambayo manabii walikuwa nayo wakati ambapo walikuwa wanatabiri ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Walitabiri kwa matumaini makubwa. Na kwa hivyo mshumaa huu pia hata huwa unaitwa the prophecy candle, mshumaa wa unabii. Juma litakalofuatia tuna mshumaa wa pili ambao pia ni wa zambarau na ambao pia utawashwa Jumapili ijayo, na huo nao husimamia amani. Yeye tunayemgoja ni mfalme wa amani, yuaja kutuletea amani. Na kwa hivyo kwa kugoja kwetu twagoja amani ya Kristo ikaweze kutawala katika maisha yetu.
Mshumaa huo pia wa pili pia husimamia unyenyekevu, simplicity, udogo ambao Kristo alionyesha kwa kukubali kuzaliwa kwenye hori. Na kwa hivyo pia mshumaa huo wa pili huitwa the Bethlehem candle. Bethlehem candle. Mshumaa wa tatu ambao utapata kuwashwa na ambao ni wa rangi ya pink uko hapa nyuma, ni mshumaa ambao husimamia amani, husimamia amani. Kwa kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, sio amani, furaha, furaha, joy, kwamba Kristo aja kutuletea furaha ya kipekee. Na kwa hivyo mshumaa huo wa rangi ya uwaridi husimamia furaha ambao Bwana wetu Yesu Kristo huja kuiangaza katika dunia hii. Na kwa hivyo tunapojongea katika majuma, tunapoendelea kukaribia Krismasi, twapata nafasi ya kuwa na Jumapili hiyo ambao huwa twaita Gaudete, the Gaudete Sunday, yani yamaanisha furaha, kwamba tumesonga katika juma la tatu hilo, na sasa twakaribia furaha ya Krismasi. Twaalikwa kuungana na Mariamu katika furaha yake ya kumpokea mwanawe, na wachungaji waliokuja kwa furaha kumuona huyu mwana. Na kwa hivyo mshumaa huo wa rangi hiyo ya uwaridi pia unaitwa mshumaa wa wachungaji, the shepherd's candle. Na hatimaye mshumaa wa nne ambao pia huwa ni wa rangi ya zambarau ama papo, una maana kwamba kwa ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo twapata furaha, twapata upendo wa kipekee, upendo usio na kifani, upendo usio na mwisho, upendo wa upeo. Kwa yeye kukubali kuzaliwa katika dunia yetu, yeye ametujalia upendo ambao ni wa kipekee sana. Na mshumaa huu wa nne pia huwa waitwa the angel's candle, the angel's candle ama mshumaa wa malaika. Mshumaa wa mwisho ni ulio katikati na huwa waitwa mshumaa ambao ni wa rangi ya nyeupe. Huu mshumaa husimamia mwanga na nuru ya Kristo. Kwa kuzaliwa kwake katika dunia yetu, Kristo huyaangaza maisha yetu, na kwa hivyo twapata mwanga na nuru ya Kristo ikapate kumlika kona zote za giza katika mioyo yetu na kufukuza giza lolote, na ili tukaweze kutembea katika mwanga huo wa Kristo na nuru hiyo anaotuangaza. Na kwa hivyo tunapoanza kipindi hiki cha Majilio, kipindi kilicho na maana kubwa sana, kipindi ambacho twagoja kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, tunaombwa kuweza kutafakari mambo haya makuu, kujiweka tayari, kukesha tukimgoja Bwana, na kuomba mwanga huo wake na nuru ikaweze kufukuza giza lolote ndani mwetu na kutuwezesha kutembea kama watu wa nuru, kukwea kwenye mambo ya kiroho, tukafukuze ukawaida wowote, uzembe wowote wa kiroho, na tukafanyike wapya ndani ya roho zetu na kuunganika na Bwana wetu Yesu Kristo, hata ajapo tukafurahi kama Zaburi ya leo inavyotualika, tuende nyumbani mwa Bwana tukiimba kwa shangwe. Tujiandaa ili hata wakati huo ajapo Bwana tutakuwa na furaha hiyo ya kwenda nyumbani mwa Bwana
tukiimba kwa shangwe. Watu wapunguza mambo ya nyimbo za furaha sana, hata huwa hatuimbi wimbo wa utukufu, maana twauweka na kugoja kuimba kwa furaha kubwa zaidi wakati wa kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambapo tutaimba kama mwimbaji huyu wa Zaburi, twende nyumbani mwa Bwana tukiimba kwa shangwe. Tuombe neema ya Kristo iangaze mioyo yetu, atembee pamoja nasi na atujaze manufaa ya kiroho.